Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Isimani William Lukuvi afariki dunia leo wakati akipatiwa matibabu jijini Dodoma. Jumapili ambapo yeye alikuwa kijana alipokuwa madarakani, alimwamini, alifanya naye kazi mpaka mauti yanamfika. Alikuwa ndiye waziri kama waziri kiranja anayemsaidia waziri mkuu kuratibu wa bunge na kuratibu serikali. Mbunge wa jimbo la Iringa mjini atekeleza ahadi yake ya bati 100 za kuwezeka soko la kuku eneo la Mlandege. Sana mheshimiwa mbunge kwa kujitolea, kwa maana kwamba tunaamini wewe ndio sauti ya wananchi, wewe ndio sauti ya watu. Sisi kidogo tumekishukuru. Endelea kutoa misaada zaidi. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu atakubariki na kuamini. Na katika michezo, AFCON 2027 kuendelea kufungua fursa za uchumi Tanzania. Najua kwamba mwakani kuna maandalizi, tuna mashindano ya AFCON. Kwa kweli Zanzibar wamejipanga kikamilifu, Dar es Salaam wamejipanga kikamilifu. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima Media. Naamini kabisa wewe ni mzima wa afya kama ambavyo sisi ni wazima wa afya. Nikukaribisha katika Matukio Daima habari kwa siku ya leo, na tutakwenda kusomea habari hizi. Jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Beldina Majinge. Nikukaribishe tuwe sote kuanzia mwanzo hadi tamati. Na tukianzia jijini Dodoma, viongozi mbalimbali wameeleza masikitiko yao kwa kuondokewa na aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, na mbunge wa jimbo la Isimani William Lukuvi, huku wakisema watamkumbuka kwa mengi. Akizungumza, naibu waziri wa uchukuzi na mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini mkoani Iringa, David Kianzile, amesema wameshtushwa na taarifa za kifo, huku akisisitiza kuwa watamkumbuka kwa uzalendo wake, uchapakazi, uaminifu, utiifu kwa serikali yake kwa kuitetea kwa hoja. Kifo cha waziri Lukuvi kimetangazwa na Rais Samia Suluhu. Kifo cha waziri Lukuvi kimetangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan mapema asubuhi ya leo, na Lukuvi amepatwa na umauti katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa shinikizo la moyo. Rais Samia ametuma salamu za pole kwa spika wa bunge, familia ya marehemu, wananchi wa jimbo la Isimani pamoja na Watanzania wote kufuatia msiba huo. Tumepokea sote kwa mshtuko mkubwa taarifa za kifo cha mzee wetu ambaye alikuwa ni mbunge wa jimbo la Isimani na mimi ni mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini katika mkoa wa Iringa. Mzee huyu alikuwa na mengi ya kujifunza kwake. Alikuwa ni mtu ambaye ametumikia serikali karibu zote. Kila kiongozi kwa maana ya rais, ukianzia serikali ya awamu ya pili ambapo yeye alikuwa kijana alipokuwa madarakani, alimwamini, alifanya naye kazi mpaka mauti yanamfika. Alikuwa ndiye waziri kama waziri kiranja anayemsaidia waziri mkuu kuratibu wa bunge na kuratibu serikali bungeni na kadhalika. Kwa hiyo kwa kweli tumepata pigo kubwa kuondokewa na mtu mwenye uzoefu, mtu mwenye weredi, mtu ambaye alikuwa kimsingi kipenzi cha Wanairinga, kipenzi cha Wanaisimani, kipenzi cha Watanzania na wana CCM kwa ujumla. Kifo chake kimetusikitisha na kutusononesha. Mengi ametuachia ambayo ya kujifunza. La kwanza alituachia mzee Lukuvi ni kuchapa kazi bila kuchoka. Hata jana wakati hali yake pengine inaanza kubadilika, mzee Lukuvi alikuwa kazini. Sisi juzi wabunge wote wa mkoa wa Iringa tulikuwa na kikao, tumekuwa naye pamoja, tumezungumza naye, tumeenda kwenye kamati ya TAMISEMI, tumewasilisha pamoja na amezungumza, kisha akaondoka katuacha. Unaweza kuona jinsi alivyokuwa ni mtu ambaye pengine alikuwa na dalili ya kuumwa lakini bado hakuchoka, aliendelea kutumikia taifa lake mpaka mauti ilipomfika. Kwa funzo la kwanza ambalo tulipata kama vijana ni kuipenda nchi yako, kuitumikia kwa moyo wako wote. Lakini jambo la pili ambalo tunajifunza kwa mzee Lukuvi ni uaminifu kwa serikali yake. Alikuwa ni mwaminifu na mtiifu kwa mamlaka iliyomteua. Alikuwa ni mtu mwenye shukrani anayeweza kusimama na kutetea serikali yake kwa hoja. Wakati mwingine tunakuaga na watu wa aina nyingi katika maeneo mbalimbali, wakizidiwa na hoja tayari hata kugeuka kwa mamlaka pengine ambazo zimewapa hiyo heshima. Sio Lukuvi. Lukuvi alisimama na rais wake, alisimama na chama chake, alikipigania, alikitetea, na kama kuna hoja za kufanyia kazi alizichukua kwa unyenyekevu mkubwa ili kuzifanyia kazi. Hilo ni jambo ambalo kimsingi tumejifunza. Lakini pia ndugu zanguni,
Jambo lingine ambalo tunajifunza kwa Mheshimiwa Lukuvi ni namna alivyotuunganisha wabunge mkoa wa Iringa. Sisi kama mzee wetu jabali la siasa tutamkumbuka daima. Chama cha Mapinduzi kitamkumbuka daima. Amekuwa kiongozi kuanzia kwenye umoja wa vijana mpaka kamati kuu ya CCM. Hiyo sio jambo jepesi. Amekuwa DC, waziri miaka yote hiyo, DC, RC na waziri miaka yote hiyo. Wabunge vijana wengi tumejifunza kwa mzee Lukuvi. Na kwa kweli Mungu amemuondoa kipindi ambacho alikuwa anahitajika kuendelea kuchota hekima, busara ili kuendelea kuandaa kizazi kinachofuatia. Mungu amrehemu, na kwa kweli huko aliko Iringa, ambapo mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo ametekeleza ahadi yake ya bati 100 za kuwezeka soko la kuku katika eneo la Mlandege, ambapo alitoa ahadi hiyo wakati wa kampeni za ubunge. Wakizungumza na Matukio Daima, wafanyabiashara wa soko hilo wamemshukuru mbunge kwa jitihada hizo na kusema kuwa wanaomba msaada wa taa katika soko hilo ili kuongeza ulinzi katika soko. Kwa tayari kutusaidia bati, na baada ya hapo, baada ya kupaua juu mbao, baada ya hapo alitusaidia bati 100 pamoja na misumari katika uwezekaji eneo hili. Kwa hiyo mbunge alitusaidia bati 100 pamoja na misumari. Kwa hivyo ilikuwa ni ahadi. Ahadi imetekelezwa. Ahadi imetekelezwa. Unamwambia nini sasa mheshimiwa mbunge? Tunamshukuru mbunge wetu kwa kutekeleza ahadi katika eneo hili. Kwa kweli tunamshukuru sana, maana ilikuwa ni hatari sana hapa. Baada ya mvua kuanza tungepata shida sana, lakini tunamshukuru sana mbunge wetu. Naitwa Hussein Mohamed Hassan, niko kwenye kitengo hichi cha kuandaa kuku hapa soko la Mlandege. Kiujumla, mheshimiwa mbunge alitoa bati takriban 100 kwa ajili ya kuwasaidia baada ya changamoto ya mashine tatu tulivyohamia huku, mazingira yakawa kidogo yanatia changamoto. Kwa hiyo alitusaidia bati 100 ambazo kama unavyoona, tukawa wauza kuku wameshajenga mabanda tayari, wameshapata pa kujiwekeza. Kwa kama hivi na sisi wachinjaji ambao tutokea mashine tatu mpaka sasa hivi, na sisi tuko tunapambana kutafuta riziki kwa namna moja au nyingine. Kama hivi mnavyoona, tunaandaa kuku hapa, shughuli zote zinaendelea hapa. Nachukua kuku mabandani na mleta hapa, tunamwandaa. Kiujumla, kwa upande wetu sisi, kwa niaba ya wauza kuku pamoja na waandaaji kuku, shukrani za dhati kwa mheshimiwa mbunge. Sapota yake ni kubwa sana na hatuna cha kumlipa zaidi ya kumwombea. Alitutia sapota kubwa sana kwa kutuletea mabati yale, maana tulikuwa tuna hali mbaya ya mheshimiwa. Yeye mwenyewe alikuwa anaelewa, nyakati zote tumetokea kule tulikuwa tuna hali tete kidogo, lakini kwa sasa hivi nashukuru Mungu, biashara zinaenda, kila mtu anapata riziki kwa upande wake. Kwa jina naitwa Juma Bakari Waziri, mfanya biashara wa kuku soko la Mlandege hapa. Leo kuhusu swala la bati alizotusaidia mbunge hapa, alitupa bati 100 kama 100, na zote tulitumia kupigia paa hili, lakini bahati nzuri kwamba hazikutosha zote. Ilibidi nguvu za wananchi zitumike tena kwa ajili ya kuongezea bati ambazo zimefanyia katika hesabu hiyo. Na yeye ahadi yake ilikuwa bati ngapi? Ilikuwa ni bati 100 kama 100 alisema atatoa. Ahadi alitimiza, hakutimiza? Ahadi alitimiza, kama ahadi alizoahidi alitimiza ahadi zake. Nini neno lake kwake? Sisi kitu cha kwanza tunamshukuru mheshimiwa mbunge. Ilikuwa ni kubwa. Kama ni mheshimiwa mbunge, angalia sehemu yote inayokuwa na mapungufu katika eneo letu. Kwanza tuna changamoto za taa hapa, umeona? Taa kwanza zimekuwa ni chache hapa, umeona? Hii nafikiri ilikuwa ni kubwa zaidi. Na mipango ya maji hapa Mlandege kidogo imekuwa ni ya shida. Okay. Na nyinyi hapa mnafanya biashara ya kuku? Sisi tunafanya biashara ya kuku. Na mnategemea kufanya biashara muda gani na muda gani? Sisi muda wetu wa kufanya biashara kutokea saa 12 asubuhi tupo hapa. Mpaka saa 1 jioni tuko eneo hili. Kuzungumzia jimbo la Iringa, jimbo la Iringa ni kubwa sana na wengi wanahitaji misaada. Hususan sisi hapa sasa hivi tuko kwenye utulivu wa kufanya biashara, lakini kuna mwingine anahitaji msaada ambaye maafa ametokea juzi, mvua zilivyo katika, nyumba zimeondolewa, wote kilio kifikiria ni mheshimiwa mbunge. Tukushukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kujitolea, kwa maana kwamba tunaamini wewe ndio sauti ya wananchi, wewe ndio sauti ya watu. Sisi kidogo tumekishukuru. Endelea kutoa misaada zaidi. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu atakubariki na kuamini. Unapotoa basi nawe pia unazidi kuongezewa, na sisi tunasema hatutokuacha.
tutakuwa bega kwa bega kwa changamoto ambazo tutaweza kupitia. Sisi tunaamini kama ni mwanafamilia wetu, ni mzao wa hapa Iringa. Karibu sana ndani ya soko letu, ujionee, ujipatie kuku kama ulivyokuwa umetoa ahadi mara ya kwanza na kuweza kuitekeleza. Sisi ya kwetu ni hayo. Shukrani za dhati tunazitanguliza kwenye ofisi hapo ya mbunge kwa juhudi unazozifanya, kwa sababu sisi tunaamini maeneo yako mengi unaweza. Endelea kusalia mkoani Iringa. Baadhi ya wanafunzi katika vyuo na shule mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakipendelea kula vyakula vya haraka kama vile chipsi badala ya chakula cha nyumbani chenye virutubisho. Hali hii imeibua wasiwasi kwa wataalamu wa afya kuhusu athari zake za muda mfupi na mrefu. Akizungumza na Matukio Daima Media, afisa lishe katika manispaa ya Iringa ameeleza sababu mbalimbali ambazo zinachangia wanafunzi hasa wa vyuo vikuu kupendelea vyakula vya haraka, ikiwa ni urahisi wa upatikanaji. Athari zipo na kwa asilimia kubwa wengi wanaweza kukuta saizi zisionekane, inategemea na kiwango cha ulaji. Athari kubwa zinakujaga sana baadaye, ingawa wengine katikati ya safari ya masomo unakuta asilimia kubwa mfano mzunguko wa hedhi kwa wanawake mara nyingi huwa ni changamoto. Lakini athari nyingine kubwa kwenye matumizi ya vyakula hivi vya fast food inaongeza sana uzito. Inaongeza uzito na kuna wakati mwingine tunapata hizi changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa mfano magonjwa ya sukari, hata ataki kama ni mafuta, kwa sababu asilimia kubwa mafuta yanayotumika ni mafuta ambayo yanatumika kwa muda mrefu lakini hayabadilishwi. Kwa athari zake kwa miaka mitatu kwa mtu anayesoma anaweza sizioni, lakini baada ya miaka 6 au 10 mbele huwa inatokea. Ni aina gani ya vyakula mtu anazopaswa kuzingatia kula kiafya? Sisi kwenye upande wa lishe tunaamini mlo kamili. Ili ukamili kuwa mlo kamili unapaswa kuwa na makundi 6 ya chakula. Naposema makundi 6 ya chakula, maana yake mtu ale walao katika mlo wake tupate nafaka mojawapo au mizizi yenye wanga. Tukisema mizizi yenye wanga, maana tunaongelea miogo, tunaongelea viazi, tunaongelea magimbi, kimoja wapo kati ya hicho, au ndizi mbichi. Ndizi mbichi na yenyewe ni wanga ikiwa mbichi, ikiwa imeiva hiyo ni tunda. Kwa sasa katika ile kundi lapata kimoja tu wale. Lakini kundi la pili tunasema jamii ya nyama. Jamii ya nyama tunahusisha mazao ya nyama na nyama zenyewe pamoja na samaki. Hii ndio kundi la muhimu sana kwa binadamu, kwa sababu ndio linalojenga mwili wa binadamu. Lakini pili, kundi la tatu tunasema ni jamii ya mikunde na mbegu zenye kokwa. Hizi tunaongea habari ya karanga, tunazingizia hapo kunde zenyewe. Kundi hili utapata protini ya mimea ambayo unapata kwenye kunde, maharage, choroko, lakini pia tunapata zile kuna vinilishe ambao vipo kwenye mbegu zile. Kwa mfano tetele au nini, hizo zote zina vinilishe ambao ni muhimu sana kwenye ukuaji wa binadamu, kwa sababu kuna madini mengi ambayo yanasaidia vitu vingi kwenye mwili. Lakini kundi jingine ambalo kwenye mlo wako lazima ule nalo ni mboga mboga. Tunaamini kinga za mwili za binadamu ili zikae vizuri lazima awe na ale mboga. Pale tunapata vitamini na madini. Lakini kundi la tatu ambalo linalofuata ni tunaita matunda. Matunda yote unayofahamu wewe kwenye mlo wako lazima walau uwe nayo, upate kitu fulani ambacho kinaweza kusaidia kwenye mwili wako. Matunda na mboga yanatoa vitamini na madini. Kazi hivi vyote hivi ukiangalia hormones za binadamu zinahitaji sana vitamini, zinahitaji sana madini ili zikae vizuri. Lakini pia kundi la mwisho kabisa la 6 ni mafuta yanayotokana na mimea. Katika ule mlo ambao unaupata, basi walao kitakachokuwa kinapikwa kinachotumia mafuta, tumia mafuta ambayo yanatokana na mimea. Mtu akitumia mlo kamili wenye hivi makundi yote vyakula hivyo vielezea hapa, utakuwa umepata package yote ambayo mwili wako unahitaji. Kwa upande wa wanafunzi, wanasema kuwa wanapendelea kula vyakula vya haraka kutokana na kutokujua umuhimu wa lishe, lakini gharama ya vyakula hivyo ni nafuu na uwepo wa ratiba ndefu za vipindi vya masomo wanapokuwa chuoni. Kwa namna ninafikiria kuhusu jinsi gani wanafunzi wengi wanapenda chakula cha pasta, ni siku ya muda wanaangalia kwanza muda kwamba kwa vile vyakula vinachukua muda mfupi kuandaa na vinakuwa rahisi kuandika kwa mapema. Kwa hiyo unakuta mtu anaagiza chakula fast ili kuokoa muda. Na pili, ndafanya chakula hivi vya fast vinakuwa bei rahisi. Kwa mfano hapo mtu anaanza chips za 1000 anashika kwa jela. Kwa hiyo ndani ya muda mchache ameshaagiza chakula, ameshakula na
ameshatembea zake. Kwa hiyo wanafunzi wengi sana wanachukua vyakula vya pasta kwa sababu wa kwanza na kwa muda na muda mrefu na kwa vitu cheap zaidi kulinganisha na vyakula vingine. Simaanishi kwamba vyakula vingine sio kwamba ni cheap, lakini kuna big difference kati ya vyakula hivi. Kwa maoni yangu nafikiria kuna madhara gani ambapo mtu anakuwa anapenda sana kula chakula cha haraka, lakini kuna madhara ambayo yatampata sio kwa muda huo lakini kwa muda mrefu? Namba moja, overweight. Tunazungumza overweight mnapozidi kupitiliza. Kula vyakula haimaanishi kwamba usile hivyo vyakula, no. Kula lakini hakikisha unakula at the limit, yani kwamba usile excessively. Kiafya haitakiwi sana kula vyakula kama vya mafuta kama chips, sababu ni ndafani inakuwa kunaleta madhara makubwa. Siku hizi kuna magonjwa ya cardiac arrest, asilimia kubwa inachangia kidney cholesterol ambazo zinasababisha mafuta kuwa accumulated kwenye mwili, ambapo watu waliopata magonjwa ya moyo, overweight, na pia haimaanishi kwamba usikula, lakini hakikisha unaweka limit. Kama angalau kula mara moja au mara mbili, lakini asilimia kubwa hakikisha unakula vile vyakula ambavyo vinatakiwa kulika kama ugali, mboga za majani, matunda. Hivyo vyakula ni vile more than 90% pesi, mfano kutokana na majukumu yao ya shule au chuoni. Kwa mfano, mtu sana sana tunaongelea watu wa bweni, na watu ambao wanakaa nje. Kwa mfano, mtu anayekaa nje kutokana na majukumu yake na muda ambao amepangiwa vipindi vya kutoka vimegongana, lakini huo muda kwenda kufika nyumbani kupika au kufanya inakuwa ni ugumu, lakini inamsaidia yeye kufanya vyakula vyepesi kama chips ili kuendana na ule muda wake uliopanga. Tukiongelea kuhusiana na wanafunzi wa bweni, wao hasa hawawezi kupika. Kwa hiyo inawalazimu kununua vyakula vya haraka ili waendelee na majukumu yao. Kuna madhara gani ambayo yatampata mtu ambaye anapenda sana kutumia chakula cha muda mrefu, chakula cha muda mfupi cha haraka? Kuchukulia madhara yako mengi. Kwa mfano, watumiaji wa chips. Tukichukulia mfano watumiaji wa chips wanaoweza kutumia mara kwa mara, especially wadada, wanapenda kutumia vyakula hivi vya haraka, especially chips, soda, biskuti, kwa wakati ambao sio sahihi na wakati ambao ni sahihi. Kutokana na ule utumiaji wa vile vyakula kwa muda mrefu na mara kwa mara, hii inaweza kusaidia wewe kupata kisukari, kupata changamoto ya moyo, hata pia kuharibika kwa meno kutokana na biskuti wanazotumia mara kwa mara. Hata pia meno kutokana na hivyo vyakula wanazotumia kwa muda. Na sasa tuelekee mkoani Mtwara. Kitongoji cha Nunu kilichopo kijiji cha Msakala, kata ya Ziwani, katika halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara kimeendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama kwa zaidi ya miaka 30. Hali hii imewaacha wakazi zaidi ya 400 wakiishi katika mazingira magumu ya upatikanaji wa rasilimali hiyo muhimu. Mmoja wa wakazi wa kitongoji hicho amesema tatizo hilo limekuwa sugu licha ya kupita kwa viongozi mbalimbali wa kisiasa waliotoa ahadi za kulitatua bila mafanikio. Naitwa Bimkubwa Omari, ni mkazi wa kitongoji cha Nunu, kata ya Ziwani, kijiji cha Ziwani Msakala. Leo hii natoa shukurani kwa ndugu mbunge kwa kutuletea mtambo wa kuchimba maji. Kitongoji chetu cha Nunu tunamwe miaka karibu 30 tangia nifike mimi. Hatuna maji. Maji tunayapata mbali na ya shida. Tunafikia sehemu ambayo tunafikia tuelewane wananchi kwa sababu ya shida ya maji. Leo hii natoa shukrani kubwa kwa ndugu mbunge kwa kuniletea mtambo huu wa maji ili tutoe adha wana kitongoji cha Nunu. Kwa jina naitwa Lukia Nasolo, maarufu Mitava. Mshukuru mbunge kwa kutuletea mashine ya maji kitongoji chetu cha Nunu. Hatukutegemea kama tutapata maji. Lakini leo hii tunazidi kumshukuru mbunge wetu kwa kutuletea maji. Tulikuwa na changamoto kwa miaka iliyopita karibu 30. Tunaomba maji, hatupati. Kuja mbunge huu tunaomba maji lakini leo hivi tumempata Alifu. Miaka mingi imepita za nyuma kabla hatujapata maji. Mbunge huyu akija, mimi kesho nitaleta maji hatupati. Kuja mbunge huyu tutaleta maji hatupati. Leo hivi tunampata Alifu.
tunamshukuru mbunge kama huyu kwa kutuletea maji. Miaka mingi sana ya nyuma ilikuwa tunahangaika kwenda mabondeni huko, maji hatupati, tunalala mabondeni, maji hatupati. Kila tukiamka swala tunaacha wanaume kitandani, tunaenda mabondeni kutafuta maji, maji hatupati. Tunafika mpaka saa 8, saa 9 za usiku, tunapanganyika hapa, tunaenda kwenye maji huko kwenda kuchota maji. Tukifika kule hamna maji. Saa 7 za mchana tunafika hapa, tuliondoka hapa kwenye saa 2 za jioni. Saa nyingine ilikuwa tunatoka hapa kabla hatujala chakula, tunaenda bondeni huko kutafuta maji mabondeni huko. Kwa hiyo mbunge wetu Alifu tunamuombea sana heri na baraka. Majina naitwa Matias Poma, leo ni mkazi wa kitongoji cha Nunu katika kijiji cha Msakala, kata ya Ziwani. Kwanza natanguliza shukrani za dhati kwa mheshimiwa mbunge kwa kuweza kutuletea mtambo wa maji, na leo hii tunashukuru tumeupokea kwa amani. Kwa hiyo huu mtambo utaenda kutibu donda ambalo lilikuwa la muda mrefu zaidi ya takriban miaka 40 kabla mimi sijazaliwa. Nimekuta hii hadha mpaka leo hii nakuja kutatuliwa hii changamoto. Tunashukuru na tunashukuru kwa sana, tunamuombea kwa kila jambo, kila atakalolifanya hawezi kutukumbuka na mengineyo. Naitwa Hamisi Salmu na Ngwangula, zamana nilionayo ni mwenyekiti wa kijiji cha Msakala. Leo tarehe 24 ya mwezi wa 3 tumepatwa na ugeni wa kukutwa na mashine ambayo imeletwa hapa na kwa niaba ya mheshimiwa mbunge. Hii mashine imekuja kwa ajili kuondoa changamoto ya adha ya maji ambayo ilikuwa inaikabili kitongoji cha Nunu kinachohusiana na kijiji cha Msakala. Kwa hiyo ujio wa mashine hii naona itaondoa changamoto ya adha ya maji ambayo ilikuwa inaadhibika nayo wananchi wa kitongoji cha Nunu kwa muda mrefu sana. Hii mashine itakuja kwa ajili ya kuja kurekebisha kisima pale, na uwezo wa Mwenyezi Mungu tunashukuru mheshimiwa mbunge alichokifanya kuileta hii mashine kwa ajili ya changamoto hizi ambazo zitataka kuondolewa. Huu mradi ukishakamilika utakuja kuondoa adha ya wananchi wasiopungua 400 ambao wanaishi kwenye kile kitongoji cha Nunu. Ukiachilia mbali wanaokuja na kutoka kwa ajili ya kuja kufanya huduma ya kilimo kwenye eneo lile. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ujio wa hii mashine, na ninaamini kwamba Mwenyezi Mungu atanyoosha huu mradi utaenda sawa, na shukrani kubwa zimwendee mheshimiwa mbunge. Mimi kwa majina naitwa Fatuma Mselem, ni diwani wa kata ya Ziwani. Leo siku ya tarehe 24 tumepata ujio wa ugeni ambao wamekuja kutuletea mtambo wa kuchimba maji katika kata yangu, kata ya Ziwani. Nimshukuru tu mheshimiwa mbunge kwa jitihada zake za kuweza kuona wananchi wa kitongoji cha Nunu kwa adha ya maji ambayo walikuwa wanaipata. Naamini kwa ujio wa mashine hii, wakienda wakifanya taratibu za kuchimba, wananchi wale wakapata maji, kwanza Mwenyezi Mungu atakuwa anapenda zaidi kwa kile ambacho mheshimiwa mbunge anakifanya. Kwa hiyo shukrani za dhati zimwendee mheshimiwa mbunge kwa jitihada zake hizi. Tumuombe Mwenyezi Mungu hii kazi iende kwa amani na utulivu. Inshallah kwa uwezo wake naamini kila kitu kitaenda sawa. Na sasa tuelekee katika viunga vya michezo ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Christian Makonda amesema maandalizi ya mashindano ya AFCON ya 2027 yanaendelea vizuri, huku yakitarajiwa kufungua fursa kubwa za kiuchumi na kutangaza Tanzania kimataifa. Makonda amesema Tanzania imejipanga kikamilifu kuandaa mashindano hayo, hasa katika mji wa Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar, kwa kuimarisha miundombinu na huduma muhimu. Najua kwamba mwakani kuna maandalizi, tuna mashindano ya AFCON. Kwa kweli Zanzibar wamejipanga kikamilifu, Dar es Salaam wamejipanga kikamilifu, na Arusha wamejipanga kikamilifu. Miji yetu hii mikubwa mitatu ni ndoto yetu ichukue 60% ya mashindano ya AFCON 2027. Mashindano haya yanakwenda kuitangaza nchi yetu, yanakwenda kufanya alama ya amani, mshikamano na utulivu, lakini pia kuonyesha fursa za uchumi zilizoko ndani ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, tunakushukuru sana wewe mwenyewe binafsi. Tumekuona unavyofanya kazi usiku na mchana na kuijenga ndoto ya Watanzania, hasa vijana wenye vipaji, kuona namna gani ambavyo wanaweza wakatumia vipaji vyao na kubadilisha kwa uchumi. Na niombe tu ndugu washiriki wa kongamano hili mfahamu, Mheshimiwa mgeni wetu rasmi ni makamu wa pili wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini leo naomba nimtambulishe pia kwenu kama waziri mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Shughuli zote zinazofanyika yeye ndio kiranja mkuu bungeni
na hata huko nje akisimamia kuona miradi ikitekelezwa kwa ndoto ya rais wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kazi hiyo kubwa anaifanya, na ndio maana kwenye viwanja vya mpira tumemwona kila mara akienda kukagua, na sisi tumepanga na pacha wangu nitakuja kufanya ziara na yeye atakuja huku, ili kwa pamoja tuwe na picha inayofanana katika kujenga heshima ya taifa letu la Tanzania na kuhakikisha kwamba AFCON inaacha alama ya uchumi na tangazo kubwa la dunia ya kwamba Tanzania ni sehemu salama. Na mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla ya kuhitimisha tupate tena muktasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Isimani William Lukuvi afariki dunia leo wakati akipatiwa matibabu jijini Dodoma. Jumapili ambapo yeye alikuwa kijana alipokuwa madarakani, alimwamini, alifanya naye kazi mpaka mauti anamfika. Alikuwa ndiye waziri kama waziri kiranja anayemsaidia waziri mkuu kuratibu wa bunge na kuratibu serikali. Mbunge wa jimbo la Iringa mjini atekeleza ahadi yake ya bati 100 za kuwezeka soko la kuku eneo la Mlandege. Sana mheshimiwa mbunge kwa kujitolea, kwa maana kwamba tunaamini wewe ndio sauti ya wananchi, wewe ndio sauti ya watu. Sisi kidogo tumekishukuru. Endelea kutoa misaada zaidi. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu atakubariki na kuamini. Na katika michezo, AFCON 2027 kuendelea kufungua fursa za uchumi Tanzania. Najua kwamba mwakani kuna maandalizi, tuna mashindano ya AFCON. Kwa kweli Zanzibar wamejipanga kikamilifu, Dar es Salaam wamejipanga kikamilifu. Kwa nukta hiyo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Nikusihi tu endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, YouTube, TikTok, Facebook kwa jina moja la Matukio Daima Media. Uwe na usiku mwema. Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina... Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clocktower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clocktower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clocktower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clocktower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clocktower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave,
home of delicious meals. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.